Mtazamaji, familia 6 za watu 13 walioangamia kwenye ajali iliyotokea Migaa huko Salgaa kwenye barabara kuu ya Nakuru kuelekea Eldoret mapema leo zimetambua miili ya wapendwa wao. Ajali hiyo iliyohusisha trela na matatu ilisababisha maafa ya abiria wote pamoja na madereva wa magari yote mawili. Miriam Nyambura anatufungulia jamvi la Nipashe kwa taarifa hiyo ya tanzia. Katika makafani ya hospitali ya Molo, familia zilizopoteza wapendwa wao kwenye ajali ya barabarani eneo la Migaa saa 8 usiku wa kuamkia leo zimewasili kwa shughuli ya kutambua miili ya wapendwa wao. Jen Kilonzo amewapoteza jamaa zake wawili kwenye ajali hiyo. Tulikuwa tunapanga mazishi ya my sister ambayo alikuwa ameaga this week on Tuesday, na tukakuwa na hiyo mpango ya kusafiri ili tuende tukapange mazishi tupumzishe dada yetu. Sasa huyo ni ndugu yangu ambaye alitoka Kitale jana, alikuwa atoke mchana, sijui ilifanyikaje, ikasemekana wametoka usiku. Sasa wakati bibi yake alinipigia jioni akaniambia your son na your brother wamesafiri, na tumekuja hapa kwa mochari. Sasa sisi tumedhibitisha ya kwamba baba mdogo na my cousin hawako, maana tumewaona. Matatu hiyo iliyokuwa ikisafiri kutoka Kitale kwenda Nairobi inayomilikiwa na kampuni ya Kitale Shuttle iligongwa upande wa nyuma na lori lililokatika breki. Ikagonga hizo ukuta 20. Baada ya kugonga ukuta ilifuata hiyo matatu nini yake ikatoka hiyo container. The container was carrying coffee for export. Na hiyo container ndio imeleta shida yote, ikalalia matatu na ikapeleka matatu mpaka kwa mtaro. Miongoni mwa waliofariki ni abiria na dereva wa matatu hiyo ya Kitale Shuttle na dereva na taniboy waliokuwa kwenye trela hiyo. Tumekuwa tukiambia Kenha wasibe hii barabara. Mara ya kwanza tuliambiwa wasibe hii barabara, hawakusiba wakafunika pale. Tunaomba kwamba wasibe hii barabara. Yani mtaro, hii shoulder ya barabara imechimbuka mpaka ndio imeua watu wengi. Miriam Nyambura, runinga ya Citizen.